Mungu sana. Binti huyu alikuwa ni muuguzi katika hospitali moja hapo Montichiari, na alipenda sana kusali katika chapel moja ambayo ilikuwa iko hapo hospitalini. Yeye alikuwa ni nurse. Basi binti huyu kwa maisha yake ya kumpenda Mungu aliamua kujisadaka. Aliamua kwamba kila Alhamisi na Ijumaa alikuwa analala chini. Sala zake alizokuwa na sali alizitolea kwa ajili ya kumwombea Baba Mtakatifu, maaskofu na mapadri kama tulivyosikia, watawa na wenye nadhiri. Kwa hiyo alijisadaka, alizoea kufanya mazoezi ya kiroho ya malipizi. Na alikuwa pia ni binti wa kawaida tu, ila alikuwa pia ana hali ya kumwamua mara kwa mara. Lakini basi kwa sababu alikuwa anasali, anapenda pia kusali rozari takatifu, basi ilikuwa inampa nguvu. Anaendelea na majukumu yake, akiugua anapata tiba, anaendelea tena na majukumu yake. Haikumfanya yeye kuumwa kushindwa kuendelea kuswali kama ambavyo ilikuwa kwa taratibu zake. Basi binti huyu alipopata neema ya kumuona mama wa Mungu, nikiwa sasa nawapitisha katika matokeo mbalimbali, kama tunavyojua kwamba kwa desturi mama huwa akishuka duniani, ina maana amepata kibali kutoka kwa Mungu, kwa mwanae Yesu Kristo. Mama ndiye mwombezi wetu mkuu. Kwa hiyo alitumwa na Yesu Kristo mwanae kuja hapo duniani kusudi aweze kutuinjilisha. Sentensi ya kwanza mama, kama ilivyosema mwenzangu, aliulizwa wewe ni nani na unataka nini? Pia aliongezea kusema mimi nimekuja kwa ajili ya watoto wangu wapenzi. Kwa hiyo mapadri, watawa na wenye nadhiri wajiweka kujitoa maisha yao kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya kanisa. Hawa ni watoto wapenzi sana wa mama Bikira Maria. Ndivyo alivyo pia ongezea kusema hapo. Na akasema kwamba ametumwa na mwanae kuja kuanzisha ibada mpya kwake, ambayo alitamani sana na alipenda ibada hii ifanywe na hawa wenye nadhiri, watawa wa kike na waume, mapadri, masista, waipokee hiyo ibada. Kwa sababu unajua kwa desturi mama hujua watoto wake. Kama sisi wote wazazi tunawajua watoto wetu wote. Hivyo mama Bikira Maria huwajua watoto wake na watoto wake alipenda kumuuliza yale mapanga ambayo yalikuwa yanaonekana matatu katika kifua cha mama yetu mpendwa Rosa Mystica, yalikuwa yana maana kitu gani, na mama kwa nini alikuwa na huzuni? Basi mapokeo yanatuambia kwamba miaka hiyo kulikuwa na changamoto ya miito katika kanisa. Hivyo mama akasema panga la kwanza mivu dhidi ya upotevu wa miito kati ya mapadri na watawa waume kwa wanawake. Miito ilishuka. Panga la pili alifafanua ulimaanisha mapadri na watawa waume kwa wake walikuwa wanaishi katika hali ya dhambi kubwa. Pia panga la tatu ulimaanisha mapadri na watawa waume kwa wake walikuwa wanaishi katika hali ya usaliti kama Wayuda, yaani wanapoteza imani na wokovu wa roho zao, na wakati mwingine adui anawakamata mpaka wanaenda kwa kama adui wa kanisa. Hivyo mama akasema ninahitaji sala, toba na malipizi. Kwa hiyo mama yetu mpendwa Rosa Mystica baada ya kusema hivyo alipotea. Alipopotea akaja tena baadaye alipomtokea mtoto wake mpenzi, akaendelea kumsisitiza mama, tufanye nini basi, na hasa tufanyeje, unataka kitu gani? Mama akaanza kusema, awali ya yote mtambue mimi ni mama wa Yesu na mama yenu nyinyi nyote.
nyote, mwanangu amenituma kwenu. Anataka mashirika na taasisi zote za kidini za wanaume na wanawake na makuhani wa ulimwengu waipokee ibada hii kwake yeye Mama Rosa Mystica. Na akaendelea kusema, ninaahidi kuyalinda mashirika na taasisi hizo za kidini zitakazo nitukuza kwa namna ya pekee. Nitaziongezea mito mitakatifu na kuzifanya zipate mafanikio makubwa na ya kipekee katika mito yao. Na nitaleta msukumo mkubwa wa utakatifu miongoni mwa watumishi wa Mungu ambao ni watoto wangu wapenzi. Natamani ibada hii yangu ianze kuenezwa katika kila taasisi za kidini. Hilo ndio ombi lake loanza katika tokeo hili la pili. Basi mpendwa mwana mpenzi sana wa Mama Rosa Mystica, unayenitazama, ujue kwamba ujumbe huu aliotoa mama sio kwa ameutoa kwa Pierina tu. Pierina alikuwa ni chombo chake cha kuleta kufikisha ujumbe. Lakini leo hii tunavyoongea sisi kama watoto wa Mama Rosa Mystica, basi tunakuletea wewe na wewe ujumbe ambao mama leo anaongea na wewe unayenisikiliza, mtoto mpendwa sana wa Mama Bikira Maria. Anataka upokee ujumbe huu na kuanza kutekeleza mara moja. Basi mama akapotea na akaja akatokea tena kwa tokeo lingine ambayo kwa tokeo la tatu ni Oktoba 22 mwaka 1947. Tokeo lake la kwanza ilikuwa ni Julai mwaka 1947. Baadaye mama akarudi tena. Basi alitokea katika hicho kikanisa cha kidogo cha Chapo ambayo huyu binti wa Kigoa ndio akaendelea kupenda kusali hapo. Na katika kusali hapo kulikuwa kuna statue yake moja ambayo yuko pale. Na alipokuwa akianza kusali, ile sanamu ya mama ikaonekana imekuwa ni mama mwenyewe, ikabadilika na kuwa hai. Lakini ilipoanza kubadilika, Pierina akaanza kuona matone ya damu yakianza kutoka katika msalaba wa Kristo kwenye ubavu wake. Na akaogopa sana. Alichukua kitambaa na kupangusa hayo matone ya damu, lakini kwa sababu yalikuwa yanatoka mengi alikinga. Lakini mama akaendelea kumwambia, mwanangu Pierina, nimejiweka kama mpatanishi kati ya mwanangu na wanadamu, hasa kwa ajili ya roho iliyojitolea kwa Mungu. Hizi ni roho ambazo za watoto wake wapenzi, mapadri na watawa na wenye nadhiri. Akasema, mwanangu amechoshwa na makosa yanayoendelea, anataka kutekeleza haki yake, ingawa nafanya hivyo kutokana na upendo. Kwa mara nyingine tena mama akasema, nimekuja kuomba ibada ile ile ambayo imeshakwisha elezwa hapo awali. Akasema, mwanangu Yesu ameiacha hiyo haramu ya damu ili kushuhudia ukuu wa upendo wake kwa watu ambao wamemtendea makosa makubwa. Akaomba waonyeshe wote waliokuwa hapa ili waweze kuona upendo wa Kristo, kwamba alimwaga damu kwa ajili yetu sisi wote, lakini hata kwa ajili ya hawa ambao aliwachagua wawe wakilishi wake. Ujumbe mwingine ambao mama aliozungumza ni pale alipotokea katika tokeo lingine la 4 tarehe 16 Novemba mwaka huo 1947. Alitokea katika Basilika ya Montichiari, na hapo alikuwa mapadre na watu wengi sana, kwa sababu tayari watu wengi walishaanza sasa kusikia kuhusiana na matokeo ya mama yetu mpendwa Rosa Mystica. Mama alisema, Bwana wetu hawezi tena kuvumilia dhambi nyingi nzito zinazovunja utakatifu wa usafi wa moyo na mwili. Alitaka kuleta adhabu kali kama gharika. Nimewaombea ili awe na huruma tena. Kwa hiyo naomba sala,
toba na malipizi ili kufidia dhambi hizi. Pendwa msikilizaji, mwana Rosa Mystica, mtoto wa mama unayenisikiliza, huyu ni mama wa wote. Akitokea mkingiwa dhambi ya asili, mama yetu ni mama yetu. Akitokea kama hivyo Rosa Mystica waridi lenye fumbo, ni mama yetu. Akitokea mama wa Fatima kama hivyo tokea mama Malkia Rosa, ni mama yetu. Kwa hiyo wewe pia ni mwana mpenzi wa mama yetu Bikira Maria. Ni huyo mama Bikira Maria, lakini anakuwa anatokea amevaa tofauti kutokana na ujumbe ambao umeubeba kutuletea sisi watoto wake. Kwa mantiki hii alivaa hivyo kwa ajili ya kuwatokea kuleta ujumbe kwa ajili ya mapari na watoto wake wa penzi. Basi katika tokeo lingine la 5, hilo ni Novemba 22 mwaka 1947. Mama kwa kweli alisema, nimeshuka mahali hapa kwa sababu uongofu mwingi kuu utatokea hapa. Wakati ule mama alisema Wakristo wa taifa hilo walikuwa miongoni mwa wale waliomkosea sana Mwenyezi Mungu na mwanae Yesu Kristo kupitia dhambi zinazohusu usafi wa moyo na mwili. Kwa hiyo akasisitiza tena, mama kumbuka, anaendelea kusisitiza tena, Bwana wetu anataka sala, dhabihu za ukarimu na matendo ya toba. Kuwa na toba ya kweli. Matendo ya toba alimaanisha, alifafanua kwamba kukubali kila siku misalaba midogo midogo na hata majukumu ya kawaida kwa ajili ya roho ya toba. Tupokee mateso, tupokee shida, lakini tuziambatanishe kabisa na iwe sehemu ya kujisadaka kuomba toba kwa mwanae Yesu Kristo. Lakini akaendelea kusema mama yetu, tarehe 8 Disemba saa 6 mchana atarudi tena katika hiyo basilika na itakuwa ni saa ya neema. Akasema hii italeta uongofu mwingi na mkuu. Mioyo migumu na baridi itaguswa na neema ya Yesu mwanae Mungu, nao watakuwa waaminifu kwa mwanae katika upendo wa dhati na upendo wa ukweli. Mpendwa mwana Rosa Mystica, mtoto wa mama, tunaendelea kukupatia jumbe za mama Bikira Maria kulingana na matokeo mama aliyokuwa anatokea katika nyakati tofauti. Tokeo la 6, tarehe 7 Disemba mwaka 1947. Bikira Maria aliahidi atakuja, na kweli alitokea na aliambatana na watu wawili. Alionekana na mvulana mdogo upande wa kulia na msichana mdogo upande wa kushoto. Akasema, kesho nitaonyesha moyo wangu ambao watu waufahamu vyema. Mpendwa mtoto wa mama, unaufahamu moyo wa mama Bikira Maria? Unafahamu na moyo safi wa mama Bikira Maria ukoje? Basi akaendelea kusema, yuko na wale wageni wawili Perina anawaona, kijana mvulana na kijana msichana. Akasema, huko Fatima nilileta ibada kwa moyo wangu uenezwe. Mama yetu wa Rosari Takatifu kama tunafahamu wote alitokea Fatima mwaka 1917 kwa watoto Francisco, Jacinta na Lucia. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917. Kwa hiyo hapa nakumbusha, huko Fatima niliomba ibada ya moyo wake safi iweze kuenezwa. Akasema, nilitaka kuleta moyo wangu katika familia za Kristo huko Bonate, lakini hapa Montichiari natamani kuheshimiwa kama Rosa Mystica, waridi lenye fumbo. Perina akamuuliza, hawa wageni uliokuja nao leo mama ni kina nani? Akasema, yule mvulana na yule msichana walionekana pande zote mbili. Mvulana alikuwa ni Francisco na msichana alikuwa ni Jacinta. Basi baada ya hapo mama yetu kama kawaida alitoa baraka akapotea. Tuone tangu mwanzo wa matokeo haya ninayokuambia,
mtoto mpenzi wa mama unayenisikiliza sasa hivi, mama bado anaendelea kusisitiza juu ya ibada hii ya kwake ya kusali, kufanya toba na malipizi kwa ajili ya watoto wake wapenzi. Tuone jinsi ambavyo Kristo kuhani mkuu anavyoipa uzito na thamani ya pa kumtuma mama yake kuja kwetu. Tuone na kuthamini ukuu wa utumishi wa upadri kwa baba zetu. Ni kitu cha kipekee sana sana sana. Ukifuatilia hivi, ndivyo utaweza kufanya mang'amuzi. Kwa sababu yote hivi anaongea mama anataka ni kwa ajili ya watoto wake. Ndio uliopewa neema na mwanae ya kuweza kututakatifuza sisi malimwengu. Hakuna padre, hakuna masakramenti, hakuna misa takatifu. Hakuna misa takatifu, hakuna Yesu wa Ekaristi takatifu. Ndugu yangu, mtoto wa mama, siku na saa yako ikifika kukiwa hayuna padre, utaponea wapi? Toba yako na maungamo yako ya kitubia, utaenda kwa ndani. Uone uzito wa ujumbe hizi za mama yetu mpenzi sana Rosa Mystica, anayetaka ibada hii ienezwe. Tuilipokee na kuanza kuitekeleza kwa uthabiti kabisa. Tunaendelea na jumbe za mama yetu. Tokeo la 7 ilikuwa ni tarehe 8 Disemba mwaka 1947, na walikuweko mapadri sana wengi wakati wa tukio hilo linatokea. Mama yetu safari alitokea na alijitambulisha kwa cheo chake kingine katika litania ya Mama Bikira Maria. Kama mnavyojua, kuna sifa zake nyingi: mama wa mkombozi, waridi lenye fumbo, mkimbio wa dhambi ya asili. Basi hapa mama alionekana akiwa yuko kwenye ngazi nyingi, kama nyingi tu, na maua mengi miguuni. Akasema, mimi ndiye yule aliyeumbwa bila dhambi ya asili, Immaculate Conception. Ndimi Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili. Akaendelea tena kusema, mimi ni mama aliyejaa neema. Mimi ni mama wa Mungu, yani Yesu Kristo. Kwa hapa akaendelea kusema, nataka nijulikane nilivyokuja hapa Montichiari na wote watambue mimi ni Maria Rosa Mystica, waridi lenye fumbo. Akasema, nina hamu kwamba kila mwaka tarehe 8 Disemba ikifikapo saa 6 mpaka saa 7 mchana, hii iwe ni saa ya neema kwa ajili ya ulimwengu na maadhimisho sahihi yatekelezwe. Akasema, neema nyingi za roho, za kiroho na kimwili zitapatikana kupitia ibada hiyo, kwamba tarehe 8 Disemba ya kila mwaka kuanzia saa 6 mpaka saa 7. Ndugu mtoto mpenzi wa mama unayenisikiliza, uiweke kwenye diary yako. Mama anaahidi zawadi kubwa hapa, ya kwamba itakuwa ni saa ya neema kwa ajili ya ulimwengu mzima wote. Huyu ni mama wa wote, haijalishi awe nani, wote. Na akasema atamimina rehema zake tele ikiwa watu wema wataomba bila kuchoka na kukoma kwa ajili ya watu wote walio na dhambi na ndugu zao wengine wote walio na dhambi. Akasema saa ya neema kwa ajili ya ulimwengu ifahamike na kuenezwa kote. Wewe unayenisikiliza mpendwa sana, mtoto wa mama, ujumbe unaosikia wa saa ya neema Disemba bado haijafika. Basi uipokee. Mama amekupa kazi, mtoto wake mpenzi. Andika kwenye diary yako, weka reminder. Mama atafurahi akiona utawakumbusha wenzio ulisikia juu ya ujumbe wake kuhusiana saa ya rehema kwa ajili ya ulimwengu wote. Na akasema ikitokea mtu hataweza kuwepo kanisani, lakini akaomba nyumbani kwake saa 6 mchana, yeye pia atapokea neema kupitia kwake hiyo hiyo. Yeyote atakayeomba akiwa amepiga magoti na kumwaga machozi ya damu, kuwa na toba ya uchungu kabisa, ukatafakari dhambi zako
ukatafakari Kristo mwanaye alivyokufa na kuteseka, na ukatafakari bado hali inavyoendelea ya maisha ya kiroho, kwa kweli ukabubujika kabisa na kuumia. Kuna machozi ya kutoka na kuna machozi hata bila kutoka machoni, lakini ule msikitiko na kuwa na huzuni yako ndani ya moyo wako ielekee kuwa na kwamba utakuwa na toba ya kweli. Akasema atapata usalama kabisa, atapata ngazi. Zile ngazi kwa zina maana utapandishwa kupitia kwamba utakuwa unatoka hatua moja kwenda nyingine, ni safari, na utafika mbinguni na kupokea ulinzi wake na neema kupitia moyo wake mpendwa wa kimama. Hiyo ni ahadi aliyosema mama mwenyewe. Na akasema mwanangu bado anawalinda watu wema na anazuia adhabu kubwa kutokana na maombezi yake. Hivi karibuni tukiupokea, na wewe nisikia ukiupokea, utaendelea kutambua ukuu wa saa hiyo ya neema. Mpendwa mtoto wa mama Rosa Mystica unayenisikiliza, wewe mtoto kindakindaki unayempenda mama Bikira Maria, huyu ndio mwombezi wetu wa Katoliki, tuseme huyu ndio mama yetu. Tuone zawadi hii kubwa mama nawe ahidi kwa ajili ya wokovu wa roho yako na roho za wakosefu wengine wote. Amekupa kazi. Anza kuinjilisha juu ya jumbe zake hizi ambazo tunakuletea, na hasa pia kuhusiana na hii saa ya rehema ya tarehe 8 mwezi wa 12 kwa mwaka huu 2026. Lakini akasema mama kidogo, akasema tazama mwanangu, moyo wangu huwa unawapenda sana wanadamu, lakini wengi wao walikuwa wanaulipia kwa matusi. Wema na waovu wanapoungana katika sala watapata rehema, amani kutoka kwa moyo huu, kwani tayari kwa ajili yake yeye watu wema sana wamepata rehema ya mwanae iliyozuia ghadhabu kubwa ya kimungu. Kwa mama yetu ni mama wa huruma. Mama yetu ana huruma, na tunasema pia mama mwenye huruma. Tuone anavyotuonea huruma. Basi baada ya hapo Pierina alikuwa ni binti mnyenyekevu sana. Katika tukio hili alimshukuru sana mama. Hebu tuangalie binti alichomwambia mama Bikira Maria. Alimwambia mama, nakushukuru sana. Asante. Naomba ubariki nchi yangu. Naomba ubariki ulimwengu mzima. Pierina alitoa sala pale kwa ajili ya ulimwengu mzima kabla mama wa Mungu hajatoweka. Hilo ni fundisho. Kama anavyotuomba mama, tuendelee kusali. Unaposali, unapotunikiwa kitu kizuri, usisahau dunia. Kuiombea dunia, kuombea wenzio wote. Basi mama yetu alifurahi, akatabasamu. Akasema, nisikilize ujumbe huu ninakwambia wewe unayenisikiliza. Tayari miito ya neema kwa ajili ya watoto wote wanaosikiliza maneno yangu haya na kuyahifadhi mioni mwao nimeshawapatia. Zawadi nyingine, wewe uliyenisikiliza, mtoto mpenzi mwenzangu wa mama Bikira Maria, umepata zawadi. Umesikiliza ujumbe huu wa mama Rosa Mystica. Anategemea uishi na uinjilishe kwa wengine. Akaahidi atarudi safari ijayo. Basi akaondoka mama yetu mpendwa. Mpaka hapo mpendwa mtoto wa mama, unaona jinsi ambavyo mama amekuwa akiendelea kurudia mara kwa mara juu ya kusali, juu ya kufanya toba, juu ya kuwaombea kanisa na hasa watoto wake wapenzi, juu ya jinsi mwanae anavyoteseka kwa dhambi zetu. Anatamani mwanae apate faraja, apate kupungukiwa na mateso ya dhambi, tusimdhihaki kusudi tusije kuadhibiwa. Mama anatupenda sana. Mama ana huruma sana. Tupokee ujumbe wake.
Basi baadaye pia mama, unajua, huwa akitokea hawezi kuacha kutoa zawadi. Kwa hiyo kwa mara nyingine aliporudi, ilikuwa baada ya miaka 19. Alitokea, ilikuwa Aprili 17 mwaka 1966. Ni Jumapili iliyofuata sikukuu ya Pasaka. Alitokea nje kidogo sasa kwenye kijiji kinaitwa Fontanella, nje kidogo ya mji wa Montichiari. Mama akasema, mwanangu Yesu ni upendo mtupu, naye ananituma kuleta nguvu za kimuujiza kwenye chemchemi hii kama ishara ya toba na utakaso. Ukienda kwa mama kule, utakuta chemchemi ya maji ambayo mama kwa upendo wake wa kimama alibariki yale maji. Na alipita pia katika zile ngazi. Kuna ngazi, lakini kabla ya kupita katika zile ngazi, alimuomba mtoto wake Perina kwamba abusu kwanza zile ngazi. Na anapofika pale, kuna sehemu kifika hapo Fontanella, kuna msalaba wa mwanae Yesu Kristo. Alimuomba Perina kabla ya kupita zile ngazi, ambusu mwanae Yesu Kristo na kulia kwa toba juu ya makosa ya ulimwengu, kuombea uongofu wa roho yake na uongofu wa wakosefu wote. Basi kila alipokuwa akibusu ngazi, mama alikuwa anafuata nyuma, na alimwambia aweke ishara ya msalaba kwa ulimi wake. Kumbe basi mama alivyokuwa akimfuata nyuma, mama alikuwa anaacha nyayo zake. Hivyo ni zawadi mama yetu ametuachia kule. Ukienda Fontanella utakuta chemchemi ya maji, na utakuta hizo ngazi zina tiles, aliomba zifunikwe ili mtu mwingine asikanyage zikiwa hivyo. Ziko kwenye ngazi, unapanda kwa kupiga magoti, unasali, unaomba toba ya moyoni. Na akasema chemchemi hii ni zawadi kutoka kwa mwanae kwa ajili ya wagonjwa, watoto wake wote. Akasema lakini baada ya kusali hapo, akaomba hebu jitafakari kabla ya kunywa yale maji ambayo aliyashika kwa mikono yake mwenyewe, na kusema, ninatoa baraka kupitia mwanangu kwa wale wote watakaofika, watoto wangu wapenzi watakaofika hapa, na kupenda kupata utakaso na uponyaji wa kiroho na kimwili. Basi akasema, chukua matope, jipake usoni, jitazame. Kabla ya kunawa jitazame. Basi hivyo ndivyo ambavyo roho yako ilivyo unapotenda dhambi. Ndivyo roho yako inaonekana mbele ya Mungu mwanae Yesu ilivyo unapotenda dhambi. Basi jitahidi kutokutenda dhambi. Lakini unapojiosha kwa maji, unapata neema ya nguvu ya kuwa na bidii ya kuchukia dhambi. Hii itakuwa inakufundisha wewe kwamba wenye dhambi wanachafua roho. Wewe unachafua roho yako. Lakini roho inatakaswa tena kupitia maji yaliyojaliwa neema na baraka ya mwana Yesu Kristo. Alisema upande mmoja watapita wagonjwa, na upande wa pili ili chemchemi itengenezwe, sehemu ambao sasa baada ya kupita zile ngazi kufanya toba, ukijipaka matope, ujitazame kama alivyoomba, halafu unasali sala yako fupi na kumuomba akusaidie, ushukuru mwanae, unakunywa yale maji. Mtoto mpenzi wa Mama Bikira Maria Rosa Mystica, ni zawadi kubwa mama yetu. Ameendelea kutuonyesha jinsi anavyotupenda na anavyotutetea kwa mwanae. Usinichoke kunisikiliza, bado sehemu chache. Basi wote tutakapotaka kupata ufafanuzi zaidi tutashirikishana. Asante mwenyekiti kwa historia nzuri kabisa ya chama hiki cha kitume Bikira Maria Rosa Mystica.
Mwenye